Naitwa Chiza Gudegembya, ni afisa mchezo wa mkoa. Kama mlivyoona tumehitimisha mashindano ya UMISETA kwa mkoa wa Lindi. Leo mashindano haya yalianza rasmi tarehe 30. Tarehe 29 Juni timu ziliwasili. Tukaanza mashindano tarehe 30 na leo ndio tumehitimisha. Wale wasili ujumla wa washiriki walikuwa washiriki 748 kwa maana ya wanafunzi 600, walikuwa wanafunzi 674 kujumlisha wanafunzi 64. Mashindano yalikuwa mazuri, yalikuwa na ushindani mkubwa kwa sababu tulishiriki michezo almost karibia kwenye mashindano sehemu 10. Tulikuwa na mpira wa miguu wa vulana na wasichana, tulikuwa na mpira wa netball, tulikuwa na mpira wa mikono, tulikuwa na mpira wa wavu kwa vulana na wasichana, mpira wa kikapu wa vulana kwa wasichana. Kwa mara ya kwanza mwaka huu tumeshiriki mpira wa meza, table tennis, lakini tulikuwa na riadha, tulikuwa na fani za ndani, lakini pia tulikuwa na shindano la nidhamu na usafi. Na mashindano haya yote kwa kweli yamefanyika vizuri. Tulikuwa na walimu wameonyesha ushirikiano kwenye usimamizi wa haya mashindano. Mpaka siku ya leo tunahitimisha haya mashindano. Wewe mwenyewe umeshuhudia timu zilizofanya vizuri na ulikuwepo ushindani mkubwa sana. Kwa leo kwa mfano kwa upande wa mpira wa miguu Mena K bothi bingwa wa mkoa ametoka Kilwa. Haijawahi kutokea mpira wa miguu bingwa katoka halmashauri moja. Lakini alikuwa na ushindani mkubwa. Lakini pia netball bingwa ametoka Kilwa. Tulipoenda kwa upande wa ushindi wa jumla, halmashauri ya Mtama imechukua ushindi wa jumla kwa maana wa bingwa wa mkoa kwa michezo yote. Mashindano ya UMISETA mkoa wa Lindi 2025 ametoka Mtama. Na siri ni kwamba tu ameshiriki michezo mingi, karibia kila mchezo ameushiriki na amefanya vizuri. Kwa kweli mwaka huu ushindani ulikuwa ni mkubwa mno. Unajipangaje sasa kwenda kuiandaa timu ya mkoa? Na mmesikia pale mmeambiwa mkaiandae vizuri na mgeni rasmi pale, lakini mhakikishe kwamba watoto wanapata mahitaji kama vile ambavyo wanatakiwa ili mkashinde. Kwa kweli mimi niwaondoe wasiwasi wananchi wa mkoa wa Lindi kwamba kwa mwaka huu kwa kweli katika utawala wa mkoa amejipanga tofauti na miaka mingine iliyopita. Unajua miaka mingine tumekuwa tukifanya baa zaidi, lakini kwa mwaka huu amejipanga vizuri. Kesho hii timu ambayo amekabidhiwa, timu ya watoto 120, kuanzia kesho inaingia kambi ya mkoa. Na kambi ya mkoa miaka iliyopita tulikuwa tunakaa siku 4, siku 3. Kwa mwaka huu tunakaa siku 14. Kuanzia kesho tarehe 2 mpaka tarehe 16 tuko kambini. Sio siku chache hizo. Lakini mwaka huu tumeboresha. Hizi kambi za mwaka huu sio kambi moja ambao msongamano na nini, hapana. Kwa mkoa hizi kambi tumezisambaza katika vituo vikuu 4. Tuna kituo cha Ruangwa, kule kuna watoto 48 wa mpira wa miguu Mena K, lakini pia tuna fani za sanaa za ndani wako Ruangwa. Lakini tuna watoto 48 tena wako Mahiwa, volleyball kwa maana ya mpira wa wavu na mpira wa mikono wako Mahiwa. Lakini tuna watoto wengine 16 wa riadha na watoto wengine tena 9 wa mpira wa kikapu wako Lindi Sekondari. Na watoto wengine 9 watakuwa Ilulu, shule ya Ilulu wilaya ya Kilwa. Tunao watoto wengine wenye mahitaji maalum, wao watakuwa shule ya wasichana ya Lindi kwa mpira ule ndio kwa mpira wa golobo. Wao watakuwa pale. Tunaamini kuwatawanya kule ambapo wao kazi yao ni moja tu pale kwenye vile vituo walivyo navyo. Wanaamka saa 12, wao ni mpira na wao mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtoto ukiamka asubuhi unapata muda wa kunywa chai, unarudi kwenye mpira, unapata muda wa kula chakula, unarudi kwenye mpira mpaka saa 12 jioni. Tunaamini kwamba kwa muda wa siku 14 15 watakuwa wameiva. Chemistry itakuwa inaonekana ya wachezaji. Tunaamini tukienda kitaifa mwaka huu haitakuwa kama miaka ilivyofika. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.